alikuwa anapendwa sana na majirani kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu. Baba amezaliwa 1924 na leo ni 2026. Ukiondoa hapo utapata miaka 102. Mjukuu wa kwanza niko na wenzangu. Wajukuu wanapata 28, lakini wengine wametangulia mbele ya haki. Tumebaki 24, lakini wana vitukuu 50, nao wawili wametangulia, wamebaki 48. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Erangao, kata ya Terati, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti kuhusiana na taarifa za mzee Piniel Singoi Molel, mzee mwenye umri wa miaka 102, ambapo alizaliwa mwaka 1924 akafariki mwaka huu 2026. Maandalizi mbalimbali ya mazishi yake yanafanyika hapa nyumbani kwake, na kikubwa zaidi kama ndugu, jamaa na marafiki. Licha ya kwamba kifo hakizoeleki, lakini kwao imekuwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpa zawadi ya uhai babu yao kwa miaka hii 102, ambapo ni karne moja, jambo ambalo ni mara chache sana watu wengi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu umri huu. Lakini tumezungumza na mjukuu, tumezungumza na watoto wa marehemu wakieleza mzee Pinieli enzi za uhai wake amebarikiwa kuwa na watoto 9, akawa na wajukuu 28 na vitukuu 50. Ni jambo ambalo wao wanasema watafanya sherehe hapa kesho tarehe 24 kwa kuchinja dume lililonona, wale wafurahi kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya mzee Piniel. Mzee Piniel anajulikana kwa maarufu wake sana katika ukanda huu kwa sababu kwanza alikuwa ni mzee mcheshi wa kuzungumza na kila mtu. Hakuna jirani yeyote ambaye hamfahamu mzee Piniel katika maeneo haya. Jina langu Moses Piniel Singoi Molel. Mimi ni mtoto wake wa 3 kwenye uzao wa watoto wake 9. Hapa tupo kwenye boma lake hapa Mkono, mtaa wa Erangao. Mzazi wetu amefanikiwa kuishi hapa tangu mwaka 1975. Tulifika hapa tukiwa tumetokea Monduli. Tuliishi pale Monduli na wengine baadhi yetu walizaliwa kule. Lakini wakati chuo cha mafunzo JWTZ TMA inavyojengwa pale, basi wakatuhamisha wakatuleta huko. Basi tukaanza maisha mengine. Tulifanikiwa kwenda shule. Baba yetu alipenda sana watoto wake wasome kama yeye alivyokuwa amesoma. Kwa hiyo kwanza baba alifanikiwa kusoma shule ya middle school na Boishu, lakini pia amefanya kazi maeneo mbalimbali ya kuajiriwa, na mengine ni kwa sababu ya ufundi wake alionao. Kwa hiyo amefanikiwa kuajiriwa mara ya kwanza kabisa, kwa sasa inajulikana ni New Safari Hotel, lakini wakati ule ilikuwa inaitwa Safari House. Miaka ya zamani kidogo. Maisha yake yalikuwa ni mazuri, hasa katika kujiamini na kile anachokiamini, na siku zote amekuwa na mawazo chanya katika maisha yake na katika maisha yetu. Hata kwa jamii pia amekuwa mshauri mzuri wa sisi wanaye, na pia katika jamii ambayo inamzunguka. Baba amepata maradhi ya kuugua maradhi ya moyo kuanzia mwezi Februari mwaka huu, ambayo tulikuja kugundua kwamba ni shida ya moyo baada ya kumpeleka hospitali inayohusika na magonjwa mengi ya ndani. Baada ya vipimo ikabainika kwamba ana shida ya moyo.
amekuwa akipata matibabu na kuimarika kabisa kiafya, lakini ghafla ilipofika mwezi huu wa Julai tarehe 19 asubuhi saa 2 hakuweza kuamka tangu alipolala. Kwa hiyo basi tukabaini kwamba ametutoka baba yetu. Baba alitokea kwenye boma la baba yao ambaye alikuwa anaitwa Ondavoru, ambao nao walikuwa wamepata shule kutoka kwa wakoloni. Wale wakoloni walijikita kwao na kuwapa kwanza imani ya dini. Kwa hiyo walipopata ile elimu ya dini wakaendelea na shule, na ndio maana unatuona sisi wanaye licha ya kwamba ni Wamasai, lakini hatujatobolewa masikio. Wengine wote nembo ya Kimasai utakuta ametobolewa sikio, lakini sisi tulipata hiyo neema. Kwanza baba amepata dini, baada hapa akasoma na akahakikisha kwamba na wanaye nao wanakwenda shule. Kwa hiyo kumbukumbu zilikuwepo kwamba amezaliwa lini, kwa sababu hiyo tu, na amefanya nini katika maisha yake ya ujana. Baada ya kustaafu mwaka 78 amestaafu kwa heshima kazi ya serikali akiwa fundi ujenzi. Aliingia kwenye ufugaji na kilimo, na aliendelea hivyo, na ndio maana unaona haya mazingira yote ni mazuri kwa ajili ya ufugaji. Lakini ilipofika sasa kwamba anapata usumbufu kwa sababu ya afya yake sio nzuri, tukamwacha awe huru, tukaondoa wale mifugo hapa ili awe huru katika kufanya mambo yake mengine ya kushauri na kufundisha na kuimarisha watu. Baba amezaliwa 1924 na leo ni 2026. Ukiondoa hapo utapata miaka 102. Mtoto wake wa kwanza ni wa kike ambaye alizaliwa 1958. Baada hapo akazaliwa mwingine 1960 ambaye hakuwa riziki. Aliyefuata ambaye ndio mimi nikazaliwa 1961, na wengine wakaendelea kufuata mpaka wa mwisho kwetu amezaliwa 1975. Ni kweli ameandikwa miaka 70 ukiwa na nguvu sana miaka 80. Kwa hiyo kwa umri wake Mungu aliompa neema ya pekee ya kufika huko, tunasema kwanza baba amelala, amepumzika. Kwa hiyo kuna yale maumivu ambayo kwa sababu kifo hakizoeleki. Kuna yale maumivu kwamba nimefiwa, lakini tunamtukuza Mungu aliye juu na kumbariki kwa hiyo neema pekee aliyompa na kumjalia afike 102. Na ndio maana unaona mapambo yote tunasherehekea umri wake huo na maisha yake mazuri aliyoyaishi, na kutukuza sisi tukaimarika kiroho, kiakili na kimwili. Baba yetu kabla ya kuzidiwa na maradhi alikuwa na uwezo wa kufanya shughuli zake ndogo, kwa sababu yeye ni fundi ujenzi na ni fundi seremala. Kwa hiyo amebakia na kazi hizo fundi seremala kwa ajili ya kurepa vitu vidogo. Anaenda kwa watu wanaojenga na washauri, lakini pia alikuwa na uwezo wa kufanya mazoezi kila siku asubuhi ya kutembea zaidi ya kilomita 3 hadi 5. Anatembea na kurudi nyumbani. Kwa hiyo ilimjenga sana pia. Ibada ya kumwaga baba yetu mzazi mzee Piniel Singoi Molel itafanyikia hapa nyumbani, mtaa wa Erangao, ndani ya jiji la Arusha. Kwa wale wanaotoka mikoani na washauri tu wapite, wanaotoka Moshi waingilie pale Usariva bypass. Wakifika roundabout ya Njiro wanakutana na watafikia daraja kubwa ambalo lina matuta. Wakishavuka tu hilo daraja, upande wao wa kushoto watakuta kibao kinachoelezea kwamba wafike msibani kwa mzee Piniel
Molel. Hiyo barabara inajulikana kwamba barabara ya msikitini. Watafika hapa bila usumbufu wote na njia ni nzuri. Mimi naitwa Ernest Samson Lekundayo Laizer, ni mjukuu wa kwanza wa mzee Piniel Singoi Molel ambaye amefariki kwa tatizo la moyo. Kama mjukuu wa kwanza niko na wenzangu wajukuu wanapata 28, lakini wengine wametangulia mbele ya haki, tumebaki 24, lakini wana vitukuu 50, nao wawili wametangulia, wamebaki 48. Kwa ni mzee ambaye kwa kweli amejaliwa uzazi, na sisi kama wajukuu amekuwa babu yetu, lakini kama baba yetu, kama rafiki yetu. Amekuwa mtu anayetupenda, tunamkumbuka kwa ucheshi wake, tunakumbuka kwa uadilifu wake na uaminifu wake, na mtu ambaye amekuwa akitutafuta kama wajukuu wake. Usipoonekana mara kadhaa au usipoonekana kwenye matukio, huwa anakufuatilia kujua uko wapi. Kwa hiyo ni tunamfahamu kama nguzo ya boma hili ambalo tupo leo, na wengine tumelelewa pia hapa. Kama mimi nimelelewa kwa baba yangu, lakini nimelelewa hapa pia. Kwa hiyo wakati mwingine watu wananiona kama mtoto wa mwisho, lakini mimi najijua kama ni mjukuu. Kwa hiyo tunamkumbuka sana, tutamisi babu yetu kwa ucheshi wake na ukakamavu. Alipitia mgambo katika program ya kwanza ya mgambo, yeye alikuwa wa kwanza kwenye program. Kwa hiyo mara zote anafanya ukakamavu wa kimgambo, akikuona kama mjukuu anafanya ukakamavu wa kimgambo, na kwa kweli ana upendo na wajukuu zake. Mimi hapa nilipo nimezaliwa mwaka 1973, kwa nina miaka 52, lakini Septemba nafunga 53. Baba yangu naye hawajaachana sana na babu. Baba yangu mzazi anasema amezaliwa mwaka 1941. Yeye ni babu pande wa mama yangu. Mama yako ni wa kwanza mama? Ni wa kwanza mama yangu. Miaka mingapi kwa mama yangu? Amezaliwa mwaka 1957. Kwa saa hizi naye ukipunguza hapo kutoka sasa, unaweza kujua ni mtu mzima naye pia. Babu yetu tunamshukuru Mungu kwamba alipokea dini mapema na alipata nafasi ya kusoma. Kwa hiyo hakukaa kwenye ile mila hasa ya Kimasai ya kutoboa masikio na kutoa meno mawili ya chini. Yeye ameweza kuvuka hilo, na sisi tulivyokuja kama wajukuu tukakuta mama zetu na wao wamelelewa katika maadili ya kidini, lakini pia wamelelewa katika mfumo wa kusoma. Naweza nikasema kwamba katika kijiji hiki watoto wa babu yangu ndio wa kwanza wa kusoma, karibu wamesoma wote, na sisi wajukuu tukafuatia. Kwa hiyo ule mfumo wa dini nzuri waliopokea babu yetu, lakini na kupata fursa ya kusoma, imetusaidia kutuokoa na hizo mila za kutoboa masikio na kutoa meno, lakini mila zingine zote nzuri tumezizingatia kabisa. Katika kizazi cha babu yetu kijumlisha watoto na sisi wajukuu, utakuta kuna madaktari wa afya, matabibu, kuna watu wa mambo ya mifugo, mambo ya ndege wamesoma mpaka wamefika ngazi za udaktari, kuna wafanyabiashara wa kawaida, kuna mainjinia, kuna architect wale wanao design majengo, na kuna madaktari na wengine wengi wako, yani watu mchanganyiko katika profession mbalimbali. Jukumu letu kama wajukuu, tumebarikiwa na kupangiwa utaratibu wa kuweza kumsindikiza mzee. Tutashika msalaba, ikiwezekana tutabeba jeneza, kwa sababu kwa kweli tuna wajukuu wa kiume wenye nguvu na wajukuu wa kike. Kwa tumepewa kuongoza shughuli za kusoma wasifu, kumbeba ikiwezekana, lakini kushiriki shughuli zote za kumsindikiza mzee wetu kwa heshima. Babu yetu alikuwa mchapakazi. Karibu mimi ninavyomjua, karibu kijiji kizima au mtaa mzima huu amehusika katika mashauri ya ujenzi, ikiwepo kuwezeka majengo ya wateja. Kwa hiyo ametuonyesha ukakamavu katika kufanya kazi. Amefanya kazi nyingi za ujenzi, na pia amekuwa mtu mwema. Hana ugomvi na mtu yoyote hapa kijijini na mtaani tunaomjua. Hana ugomvi wowote, kwa ni mtu wa amani. Ameturithisha amani, ameturithisha kujitoa na kufanya kazi kwa bidii, lakini ametufundisha kuhifadhi mali. Hapa tulipokaa ni mji wake ambao unaanzia kule mbele na kurudi huku.
amehifadhi mali, mahekari amehifadhi. Kwa hiyo ameturidhisha kuwa waaminifu, lakini kutunza mali, lakini kukaa vizuri na watu na kulinda ardhi. Kwa hapa na kama ekari ngapi ameacha? Kwa hapa ana ekari zaidi ya 10 na kitu. Yeah. Ameshagaa kwa watoto zote ziko sawa. Alikuwa mzee wa mfano sana. Mimi mama yangu alinishirikisha wakati alipoitisha kikao cha kifamilia cha watoto wake, akawaita, akawapa utaratibu kwamba hapa mpaka hapa mtoto wa kiume, hapa mpaka hapa mtoto wa kiume, maana na watoto wa kiume 2, lakini na watoto wa kike nao akawaunganisha, akawapatia sehemu ilivyo kinyume na taratibu tunazozijua. Amewapatia sehemu, na mama yangu ni mmoja wapo ambaye ni marehemu kwa sasa, lakini tumeonyeshwa sehemu yake ambayo babu amempa. Nilisimuliwa kwamba moyo wake wa tofauti, moyo wake wa upendo, moyo wake wa kujali usawa ndio ulimsukuma akapata kuwapatia mpaka watoto wa kike sehemu, na ni tofauti kabisa na mila tulizozizoea za kaskazini, lakini yeye amevunja kwa sababu ya ile dini aliyoikamata, lakini yeye ameamua kuwa tofauti kwa sababu ya kuturithisha sisi ili na sisi tuweze kuiga hilo. Suzana Piniel Molel ni mtoto wa marehemu mzee Piniel. Mimi ni mtoto wake wa kike wa 3. Tunamshukuru Mungu kwa baba yetu kwa sababu alitupigania sana sisi watoto wa kike kusoma. Kwa desturi la kabila letu la Kimasai, watoto wa kike hawaruhusiwi kusoma. Lakini baba alipambana sisi watoto wa kike kupata elimu. Na hiyo inatufanya sisi kama watoto wake kusherekea maisha ya baba yetu. Sisi watoto wa kike wa mzee Piniel tuko watoto 6. Kwa bahati mbaya sana, mmoja ameshatangulia mbele ya haki. Hivyo sasa hivi tuko watoto wa kike 5. Baba walishirikiana na mama katika sisi kupata elimu. Baba alipokuwa akienda kwa wazee wenzake wakimlazimisha kutuozesha, akirudi kwa mama anamwambia hapana. Hivyo walitusaidia wakishirikiana baba na mama sisi kupata elimu. Baba alifurahia sana matunda ya watoto wake, na hiyo ilisababisha yeye kujulikana kwa sababu kwa kweli tulikuwa tunarudisha ule upendo kwa wazazi wetu, ikiwepo moja kuwaweka wawe vizuri. Kwa hiyo imesababisha sisi na kufurahia jinsi ambavyo ametusomesha. Hivyo tulirudisha ule upendo kwa umri walionao. Kwa miaka hii 102 ya baba yetu, baba amelala. Japokuwa bado tulikuwa tunamhitaji, lakini pia tulikuwa tunamuomba Mungu wazazi wetu wasiteseke. Ikifika wakati wa kulala, walale kwa amani bila kuteseka. Hivyo hii ni sherehe. Hatuwezi kusema tuna msiba. Tuna sherehe ya kusherekea kulala kwa baba yetu. Maisha ya baba yetu inasababisha, ninawashauri vijana kuweza kuishi maisha ya kujitunza. Kwanza kinachosababisha mtu kuwa na umri mkubwa, inasababisha pia ulaji. Vyakula tunavyokula, tuangalie vyakula tunavyokula sisi, hiyo pia itasababisha. Kinywaji, yeye alikuwa anakunywa kwa afya. So ile akunywa mpaka na poteza kumbukumbu kwamba ametokea wapi, hapana. Baba alikuwa anakunywa ya chupa. Ndiyo, na alikuwa anakunywa kama kiburudisho, sio kunywa mlevi, hapana. Chakula, baba alikuwa anapenda kula vyakula vya asili. Kama kawaida sisi wa Masai tuna vyakula vyetu vya asili ambayo baba loshoro,
nyama. Alikuwa anakula vyakula vya asili kwa kweli. Hivyo imemsaidia kufikia umri alionao wa miaka 102. Baba aligawa ardhi kwa kila mtoto wa kike. Tulipewa maeneo na hati miliki tunayo. Hivyo baba alitugaia. Ni kweli sio sawa kwa hasa kabila letu la Wamasai, lakini baba alikuwa pekee na ametupa ardhi na hati miliki. Hapana, hakukuwa na changamoto yote kwa sababu baba aliita watoto wake wote, wa kike na wa kiume. Na wa kiume walikubali baba kutoa urithi kwa watoto wake wa kike. Ni upendo baba alionao kwa watoto wake wa kike. Napenda kuwashukuru majirani, ndugu ambao tumekuwa tukishirikiana. Sisi tuko mbali, hatukai hapa, lakini kuna majirani wanakaa na baba. Baba alikuwa anapenda kutembea na anatembea mwenyewe. Alikuwa anapendwa sana na majirani kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu wa amani.